Pendwa katika Bwana, leo tunaadhimisha sakramenti ya kipaimara kwa vijana wa 72 ambao wameandaliwa ili leo wanapowekewa mikono na kupokea nguvu kutoka juu, basi waweze kuwa Wakristo imara, waweze kuwa maaskari wa Kristo, waweze kushuhudia imani yao kwa maneno na matendo. Na naamini kwamba wamefundishwa vizuri na kuelekezwa, sasa wako tayari kwa ajili ya kuanza utume wao bila woga, bila wasiwasi na kwa uaminifu. Kawaida yetu kabla ya kutoa sakramenti ya kipaimara, tunapenda kujiridhisha juu ya utayari wa vijana wenyewe hawa ambao nikiwaangalia naona wako smart kabisa. Na nasikia wanavyoitikia sala kuonyesha kwamba wako timamu. Na naamini nimejifunza kwa lugha ya Kiswahili. Ndio. Basi nitawauliza maswali machache ya kujiridhisha. Mkiyafaulu tunaendelea. Mkifeli basi tunasali misa ya kawaida, tunaendelea na mambo mengine. Sasa naomba mnapojibu mjibu kwa nguvu mpaka kule chuoni Karunko wasikie. Kipaimara ni nini? Kipaimara ni sakramenti inayotuletea Roho Mtakatifu na mapaji yake ili kufanya Wakristo imara na askari hodari wa Yesu Kristo, hata tuweze kushuhudia imani yetu kwa maneno na matendo. Hongera sana. Naona hilo mmelipata maksi 10 ya 100. Maksi 10. Bado maswali mengine matatu. La pili na maksi 10, la tatu lina maksi 80. Sasa hilo swali la kwanza kuna mambo kadhaa ameyataja ambayo ni muhimu sana ni tuyajue maana yake. Sema kipaimara ni sakramenti inayotuletea Roho Mtakatifu na mapaji yake. Kwanza hapo twende taratibu. Najua wengine mmekalii. Inayoletea Roho Mtakatifu na mapaji yake. Sasa huyu Roho Mtakatifu na mapaji yake anawashukia ili mfanyeje sasa? Mwende kutafuta uyoga mbugani. Ili mmeshapotea hapo sasa. Msipoanza mwanzoni mnapotea, si ndio? Mwanzie hapo hapo mlipoishia. Ili kufanya Wakristo imara na askari. Kwanza kabla ya huko, ili kuwafanya askari wa Kristo ili kuwafanya Wakristo imara. Unajua Mkristo imara ni Mkristo gani? Mkristo imara, Mkristo gani? Imara. Ndio maana leo mnaimarishwa, sawa? Mnafanywa kuwa imara. Wakristo wasio yumba yumba. Wakristo wenye msimamo. Sawa Huko ndiko kuwa Mkristo imara. Sio Mkristo wa msimu. Mkristo wa siku zote. Mkristo wa lini? Huyo ndio Mkristo imara. Sio leo Mkristo au mchana Mkristo, usiku mchawi. Mchana Mkristo,
usiku mwizi. Mchana Mkristo, usiku tapeli. Mchana Mkristo, jioni muuaji. Mchana Mkristo, asubuhi Sasa wewe unapaswa kuwa Mkristo imara, Mkristo wa siku zote, Mkristo wa muda wote, Mkristo asiye yumba yumba, Mkristo anayeweza kusimamia Ukristo wake, ukweli wake, Kristo imara, mwaminifu. Kwa hiyo ninyi leo mkimpokea Roho Mtakatifu na mapaji yake 7, atawafanya kuwa Wakristo imara, yani wasio yumba yumba, ambao muda wote wanakuwa chonjo, macho, waaminifu. Sio Mkristo wa msimu ambaye anasali Christmas peke yake. Akimaliza Christmas anasubiri mwaka mpya. Baada ya mwaka mpya anasubiri Pasaka. Kuna wengine tangu ule mlango wa katikati umewekwa hawajawahi kusali, wanasubiri Pasaka. Kaona anakuja tu anazuba. Kwa sababu ni Mkristo wa msimu, wa fashion. Kuna wengine leo mmesali hapo, mkimaliza kipaimara mnaweza kutata kesho amuonekane kanisani. Takuwa mnasali kila Jumapili? Ndio. Kwa sababu ninyi mtakuwa Wakristo imara. Sawa? Ndio maana ya kupokea Roho Mtakatifu, ili awafanye muwe Kristo imara. Baada ya kuwa Kristo imara mnakuwa askari hodari wa askari hodari. Maaskari mnawajua? Mnawajua, mlishawahi kuwaona? Wanafananaje? Askari wanafananaje? Utajuaje kwamba huyu ni askari? Unaandika bunduki? Unaangalia bunduki? Unaangalia nini? Mavazi. Naona kumbe wao mavazi yanamtambulisha askari, si ndio? Lakini naishia kwenye mavazi kweli? Kazi ya askari ni nini? Kulinda nini? Kulinda nini? Kulinda raia na mali zao. Kulinda raia. Raia wote, si ndio? Sio kulinda viongozi tu. Kazi ya askari kulinda raia wote na mali zao. Si ndio kazi ya askari bwana? Sio kupiga raia unalinda kiongozi. Kazi ya askari ni kulinda kulinda nini? Raia na mali. Sasa ninyi mnaenda kuwa maaskari wa Yesu Kristo. Kazi yenu ni nini? Ni kulinda nini? Mali. Sema kwa ujasiri sasa. Imani yetu. Ninyi kama maaskari wa Yesu Kristo, kazi yenu itakuwa nini? Kulinda imani yetu. Sasa hiyo imani mnailindaje? Ndio hiyo sasa inaendelea. Hata muweze kuishuhudia imani yenu kwa maneno na matendo. Hiyo ndio namna ya kuilinda imani, kuishuhudia bila woga, kwa ujasiri, tena kwa kauli na kwa matendo, kwa maneno na kwa matendo. Sawa sawa? Tuko pamoja? Ndio maana ya kipaimara sasa. Kwa hiyo ninyi leo mtakuwa Wakristo imara, askari hodari. Askari mpaka anaitwa hodari, maana yake amefundishwa mbinu zote, amezielewa za namna nzuri ya kulinda raia na mali zao. Na anakuwa hodari, asiogopa mvua, asiogopa jua, asiogopa miiba, maji. Ndio maana kuna maaskari wa aina nyingi. Kuna waanga, kuna wa maji, kuna zima moto, kuna usalama barabarani, kuna jeshi la kujenga taifa. Sawa sawa? Wewe wakati unaogopa kuogelea, huyu ni wa maji, anapiga mbizi, anaenda anamuokoa raia anayezama. Unaona?
Huyu anasema huyu ni hodari. Anajua kama ni maji akina kirefu anaenda namna gani. Hodari huo. Sasa na ninyi mnakuwa maaskari hodari wa Yesu Kristo. Maana yake mmeandaliwa, mmepewa mbinu zote za kuilinda imani yenu. Tena mkiwa mashuhuda, shahidi ni Kaishemboni ambaye anaongea na kutenda kila anachokiamini, ukweli anaoujua. Ndio hicho mnaenda kukiishi ninyi na kukifanya. Sasa turudie kusema lakini kwa uelewa huo. Kipaimara ni nini? Kipaimara ni sakramenti inayotuletea Roho Mtakatifu na mapaji yake, ili kutufanya Kristo imara na askari hodari wa Yesu Kristo, hata tuweze kushuhudia imani yetu kwa maneno na matendo. Sasa imani kuishuhudia kwa maneno kwanza. Maana yake ninyi mnapaswa kuwa watu wa ukweli. Watu wanaochukia uongo. Sawa? Unaongea kitu kinachojenga, sio kinachobomoa. Usiwe mtu wa umbea. Tangaza habari za kuharibu majina ya watu wengine kwa watu, kuharibia watu majina, sifa mbaya. Wewe unaongea tu yale mabaya ya wengine, mazuri uyasemi kabisa. Halafu unasema mimi Kristo, mimi nimepata kipaimara. Mwana kipaimara ni kujenga kwa maneno yake, kujenga jamii. Kusema yale yanayojenga sio yanayobomoa. Sawa ukiona sifa njema ya mtu, tabia nzuri ya mtu, mwenzako kafanya kitu chema, weka bidii hapo kukitangaza hicho, kukisifia hicho ili umtie moyo. Sio unafunika mema alafu wewe unakazana na mabaya yake. Mabaya yaombee abadilike. Sawa. Huko ndiko kushuhudia imani kwa maneno. Maneno yako yawe ya kuumba, sio ya kuua. Maneno yako yawe ya kubariki, sio ya kulaani. Matendo sasa. Matendo yako yawe matendo mema. Matendo ya huruma, matendo ya msamaha, matendo ya ukweli, matendo ya haki. Sio matendo ya kuumiza wengine, kuwadhulumu wengine, kuwadharau wengine, hata kujidharau na kujiumiza mwenyewe. Hayo ni kosa, ni dhambi. Tendeni matendo yanayotokana na Roho. Na tumeyasikia katika somo la ngapi? Mlikuwa mnasikiliza masomo nini? Somo la ngapi? Tumeambiwa matendo ya matunda ya Roho. Yale yanayotokana na Roho. Ndio hayo matokeo ya matendo ya ushuhuda wa imani. Tendo ya huruma, haki, kiasi, utu wema, msamaha, upole, unyenyekevu. Swali la kwanza hili. La pili. Leo mtapokea kipaimara, sawa? Nani utoa kipaimara? Askofu anatoa sakramenti ya kipaimara, au anaweza kumteua na kumtuma padri kutoa sakramenti ya kipaimara. Katika hatari ya kufa, kila padri anaweza kutoa sakramenti ya kipaimara. Hongera sana. Maksi 10 umezipata zote. Nifikisha 20. Bado 80, swali la 3. Sasa ninyi mnapata kipaimara leo katika hatari ya kufa? Kuna mgonjwa mahututi hapa? Kwa nini askofu?
Basi mimi niwapongeze kwamba wengine wanajifunzaga hilo lakini hawajawahi kulishuhudia, kwamba wajibu na jukumu la kutoa kipaimara ni la nani? Ni la askofu, sawa? Lakini askofu anaweza kumtuma padre kutoa sakramenti hiyo. Ndicho kilichotendeka leo. Hongera sana. Warao leo mnaona kwa mbashara hilo likitendeka, kwamba askofu amenituma mimi padre kuja kutoa sakramenti ya kipaimara. Basi mnipongeze na mimi sasa. Asante sana. Basi kwa kuwa leo baba askofu ameenda sehemu nyingine kutoa sakramenti hiyo, huku amenituma mimi, na tunafundishwa kwamba askofu anapomtuma padre basi anafanya kazi ile ile ambayo yeye angeifanya kwa niaba yake. Na kwa kuwa sasa sio katika hatari ya kifo, mimi nimetumwa rasmi kwa ajili hiyo pale ambapo yeye hakuweza kufika. Lakini mmeshagundua kwamba pia kuna nyakati fulani ambapo waumini wengine mnapata kipaimara, hasa wale wanaojiandalia ndoa mmoja mmoja, unakuta hajapata kipaimara, basi padre anakuwa ameruhusiwa na askofu kutoa sakramenti hiyo. Basi kwa hiyo leo mtapokea sakramenti hiyo kwa kupitia kwangu mimi naye mwakilisha baba askofu hapa. Swali la 3. Nimesema Roho Mtakatifu atawashukia na atawajalia mapaji yake mangapi? 7. Hebu yataje. Mkiyataja mtapata maksi 5 kati ya zile 80. Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Yataje. Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ni hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada, uchaji wa Mungu. Hongera sana. Nafikisha 25 sasa. Swali la 3 hiyo lina A, B na C. A ndio hiyo imepata maksi 5. B yake ina maksi 5. Halafu maksi 70 itakuwa ni C. Hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu yamegawanyika katika sehemu ngapi? Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu yamegawanyika katika sehemu ngapi? Anayejua amshe mkono. Nimesikia mtu ananongoneza hapo. Mjiamini, mnachokisema ni sawa, lakini sasa mnasema sema kwa sauti kama askari. Hapana. Nani anajua? Mkishindwa na muuliza mwalimu wenu. Sehemu kungapi? Ndio maana hili swali lina maksi nyingi. Sababu ndio kiini cha sakramenti ya kipaimara. Sema kwa kujiamini. Sema ujiamini sasa. Umepata ila useme wasikie na wazazi wako. Mpige makofi ingawaje si kama anajua. Amejaribu kama watatu wamekosa, wenda 2 nikapata. Kwa sababu nimeshaona hiyo kitu mjapata, mjajifunza. Sehemu kuu 2. Zipi? Sehemu ya kwanza au kundi la kwanza la mapaji hayo? Wazazi mpo? Nitamtuma mmoja aje kwa mzazi wake atusaidie. Kije muone wajibu mlionao wazazi. Basi ndio maana wanasema elimu haina mwisho. Nimeishia na max 25 ya 100. Kwa sababu swali la C ndio hilo ninalouliza, ni hizo makundi mawili hayo ni yapi? Hilo lina max 70. Sio sakramenti, nimesema mapaji 7 ya Roho Mtakatifu
yamegawanyika katika makundi makuu mawili, nimeshapata. Sawa? Kundi la kwanza ni mapaji yapi na kazi yake ni ipi? Kundi la pili ni mapaji yapi na kazi yake ni ipi? Ili mjue mnapoimarishwa leo, mnaimarishwa ili weje. Nini maana ya hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu? Na katekista njoo. Mapaji 7 ya Roho Mtakatifu yamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna mapaji 4 yanayoimarisha akili. Mapaji 4, rudia wengi wanakipaimara. Mapaji 4 yanaimarisha akili. Mapaji 4 yanaimarisha akili. Na mapaji 3 yanaimarisha utashi. Na mapaji 3 yanaimarisha utashi. Sasa mkisoma vizuri kwenye katekisimu yenu yapo hayo. Yapo. Sasa makatekista wengine wanafundisha yale maswali mazito yale makubwa tu, wengine wanaviruka. Lakini hiyo ndio kimsingi kiini. Kwa sababu usipoelewa hiyo, uweze hata kujua kipaimara umeipata leo hasa inaenda kukusaidia namna gani. Na wale wote ambao tumewahi kupata kipaimara, hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu maana yake nini katika maisha ya Mkristo? Kwa sababu mnajua kipaimara ni kati ya sakramenti 7 za kanisa, lakini hasa ni kati ya sakramenti 3 za kwanza zinazomuingiza mtu katika Ukristo. Baada ya ubatizo, Ekaristi Takatifu, unapata kipaimara ndio kimsingi unaambiwa wewe umekuwa Mkristo kamili. Yaani umekamilika katika Ukristo wako. Kwa sababu tayari umebatizwa, umepokea Ekaristi Takatifu, sasa umepokea kipaimara. Kwa sababu kwa utaratibu wetu sisi unapofikisha miaka 7 ya utambuzi ile unapokea Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo unakuta sakramenti ya Ekaristi unaipokea kabla ya sakramenti ya kipaimara. Sasa unapokea sakramenti ya kipaimara, pamoja na kuwa Mkristo imara, unakuwa Mkristo kamili. Naona. Ndio maana hizo sakramenti 3 za mwanzo hizo zinaitwa sakramenti za kumuingiza mtu katika Ukristo. The sacraments of Christian initiation. Sasa mapaji 7 ya Roho Mtakatifu 4 ambayo ni akili, shauri, elimu na hekima, hayo 4 yanaimarisha akili ukipokea Roho Mtakatifu. 4 haya tuyataje. Akili, unaona la kwanza unaanza nalo sasa. Akili ni paji mojawapo ya paji 7 ya Roho Mtakatifu. Alafu shauri, wengine wanasema shauri jema. Alafu elimu. Alafu hekima. Hayo mapaji 4 yanaimarisha nini? Akili. Yanaimarisha nini? Akili. Yanaimarisha nini? Akili. Hebu na wewe kusa hapo. Yanaimarisha nini? Akili. Akili iko wapi? Sio miguuni. Mapaji 4 hayo tuliyoyataja ambayo ni yapi? Akili, shauri, elimu na hekima. Hayo 4 ukiyapokea hayo yanaimarisha nini? Akili. Yanaimarisha akili. Kweli mnapoongea Karumu kwa wanasikia kule. Yanaimarisha nini? Akili. Akili iko wapi? Kichwani. Haya, mapaji 3 yanayobaki ni yapi? Tuyataje sasa. Kati ya yale 7 kuna 3 yanabaki sasa. Rudia sasa. Ibada, uchaji wa Mungu na nguvu. Hayo 3 yanaimarisha nini? Utashi. Yanaimarisha? Utashi. Yanaimarisha? Utashi. Haya. Kwa nini akili na utashi? Kwa nini haya mapaji 7 yanaimarisha akili na utashi? Kwa nini? Swali gumu sana hili kwa viwango vyenu. Kwa sababu kadiri ya kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 pale, Mwenyezi Mungu anasema na tumuumbe mtu katika sura na mfano wetu. Na tumuumbe mtu katika sura na mfano wetu.
Sasa sura na mfano wa Mungu ni nini? Kwani Mungu ana sura gani? Ni mweupe? Ni mweusi? Ayubu amekaa kaje? Maji ya kunde? Ana macho manene? Shingo? Sura na mfano wa Mungu ni akili na utashi. Akili na utashi. Ndio maana kila mwanadamu ameumbwa na amepewa akili, amepewa nani? Sasa unapompokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila mmoja hapa tulipo, kila mmoja hapa ana akili, kila mmoja ana utashi. Kila mmoja. Ila sasa viwango vinatofautiana. Wengine akili zao super kiasi fulani. Wengine wastani. Hata shuleni unajua kuna wengine wanakifundishwa tu wameshapata. Hata kama hakuwepo, akija akapitia tu notes, ameshapata. Wewe ulikuwepo na usiku unawasha vibatari, unasoma mtano ukija 3 ya 100. Mwingine akipata hivi 98. Siku hizi 98 naona inaongelewa sana mtandao. Kisoma tu kidogo, umeshapata max zote. Mwingine mpaka yadi anakoma, yanaibuka na 20. Amejitahidi. Na mzazi anampa zawadi. Akili. Kila mtu ana akili. Na kila mtu ana utashi. Utashi ni yale mmepewa ile uwezo wa kuamua. Sasa maamuzi ni ya kwako. Hauamriwi kama wanyama wengine. Wewe una uhuru kabisa wa kuamua kutenda mema au kutenda mabaya. Ibnadi unakuwa tayari kwa matokeo. Naona. Ndio maana tunapopata kipaimara tunaimarishwa katika akili yetu na tunaimarishwa katika utashi wetu. Kwa nini? Niwaulize swali jingine hili la nyongeza la msaada. Kwa nini Mungu ametuumba? Mungu ametuumba na kutuweka duniani kusudi tumjue, tumpende, tumtumikie na kusudi mwishoni tupate kwake mbinguni. Mmejisikia vizuri mlivyokuwa mnasema? Ile ya kwanza ni kwa nini Mungu ametuumba? La kwanza ametuumba katika duniani ili tumjue. Unamjua kwa kutumia nini? Unajua kwa kutumia nini? Akili. Kazi ya akili ni kujua. Mungu ametuumba ili tumjue. Kwa hiyo leo unapata kipaimara, unawezeshwa, unapewa nguvu, unapewa msaada, uwezo wa kumjua Mungu. Ndio maana akili yako inaimarishwa ili umjue Mungu kwako ni nini na Mungu kwako ni nani. Kwa sababu usipomjua vizuri Mungu, hiyo itaathiri mahusiano yako na yeye. Lakini pia itaathiri mahusiano yako na viumbe wengine. Kwa hiyo ndio maana Mungu la kwanza kabisa ametuumba na kutuweka duniani ili tumjue. Na mkiangalia hata katika mahusiano yetu, kabla hujahusiana na mtu kwa namna yoyote, unaweka jitihada za kumjua ni nani na ni nini. Na ndivyo utaona mtu akikupigia simu namba mpya, na unasema sawa ndugu yangu, lakini wewe nani? Kwa sababu usipojua unaongea na nani, hata ongea yako itakuwa ya mashaka. Kuna mwingine unampokea mara moja unamsema Kristo. Unaona anapokujibu, baadaye ukija unaongea na paroko. Samahani, tumsikie Yesu Kristo. Sasa nilishakusalimia ndugu yangu. Anaona kama vile mko mjaanza maongezi kwa sababu alikuwa hajafanyaje? Hajakufahamu. Lakini hiyo pia ni fundisho kwetu kwamba unapaswa uhusiane na watu kwa heshima na adabu, hata kama wakati mwingine hujui ni akina nani. Watu wote wana hadhi yao na heshima wanayostahili. Kwa hiyo na Mungu ametuumba hiyo makusudi ili kwanza tumjue. Ukishamjua kwamba Mungu huyu ndiye muumba wangu, Mungu huyu ndiye mkombozi wangu, Mungu huyu ndiye anayenitegemeza, ndiye anayeimarisha, ndiye anayenitunza, ndiye ananiwezesha. Hakuna lolote ninaloweza kufanya bila yeye. Ndio maana tunaimba kwenye wimbo mmoja wapo wa Roho Mtakatifu. Bila nguvu yako wewe
mwanadamu hana kitu, kwake yote yanakosa. Bila nguvu yake nani? Bila nguvu yake Mungu, sisi mwanadamu hatuna kitu. Kila kitu unachokishika kinadondoka. Kila unachokifanya ni kosa. Huwezi kufanya mambo yakaeleweka kama una nguvu na uwezo wa Mungu. Sasa ukishamtambua kwamba huyu Mungu ndiye aliniumba, asingeniumba nisingekuwepo. Huyu Mungu ndiye amenikomboa, asingenikomboa ningeangamia. Huyu Mungu ndiye ananiwezesha, asiponiwezesha kila kitu kinafarakana. Ukishamjua hivyo, na mahusiano yako lazima yawe na wasiwasi na kasoro. Lazima. Mnamfahamu marehemu Padre Melchior Kato. Sasa alikuwa mhudumu wenu hapa, mlikuwa mjawa parokia. Yeye alitufundisha hapo Ntungamo hapo juu ya mahusiano yetu na Mungu. Sasa katika kusisitiza jambo, alikuwa anatumia mfano wa mkanda tunaojifunga huko. Swali langu singekuwa kubwa sana ningejifungua na nini kaonesha. Alikuwa anatumia mfano wa mkanda, belt. Ule mkanda ukiuangalia unafanana na nyoka. Unaona ile Baicoros ina kale kana nini ka chuma kale. Kale ka chuma ni kama ulimi, ndio Baicoros ile. Alafu unapochomeka kama jicho fulani. Yaani kile kichwa cha mkanda kinafanana na nyoka. Alafu chini huku kwenye vitundu vile vya nani kama mkia wa nyoka hivi. Sasa kana sema hivi, mtu akiwa na uelewa hafifu juu ya nyoka, si ndio? Akiona mkanda anafikiri ni nyoka. Hivi huu mkanda atautumia? Swali. Ukishana mkanda tu nyoka. Unaweza ukatembea masuruali yanadondoka wakati mkanda upo. Ila kwa sababu wewe kwako mkanda ni nini? Kwa hiyo unaona mahusiano yako na mkanda yanaathiriwa na uelewa wako. Kwa sababu unavyojua mkanda sivyo mkanda ulivyo. Kinyume chake sasa. Ukiona nyoka wewe ukafikiri ni mkanda. Si vinafanana. Tena sema naronda. Tena nilikuwa sina hela ya kununua mkanda, Mungu wangu, Mungu ni mwema. Sio ameudondosha na nani machinga. Unaona mkanda unafanya hivi. Tena mkanda wa plastic wa nani wa ulivyo hivi itakuwa ni ngozi. Unaona unafanya hivi. Nake huu utakuwa ni imara. Au kakamai. Mkanda ambao ni kumbe ni nyoka yuko kazini. Wewe unachukua nyoka unafikiri ni mkanda, unakwenda kujifunga sasa. Unahangaika sasa hapo, kumbuka unamsumbua matokeo yake mnayajua. Unaona uelewa wako ukiwa mbaya, mahusiano yako pia yatakuwa na athari mbaya kwako. Ndivyo ilivyo kwa Mungu. Kama kwako Mungu ni muumba, kama kwako Mungu ni mwema, kama kwako Mungu ni mwenye huruma, kama kwako Mungu ni mkombozi, unaona mahusiano yako yatakuwa na mwelekeo chanya. Mungu mwenye huruma mara zote tamkimbilia katika sakramenti ya kitubio na upatanisho. Utubu dhambi zako. Kama Mungu ni mwenye haki, utajua kwamba mimi kiumbe wake lazima niwe mtu wa haki. Kama kwako Mungu ni mfadhili, Mungu ni mpaji wa vyote, katika shida zako zote utakuwa unamkimbilia. Lakini pia unakumbuka kumshukuru kwa sababu unajua kila kitu ulicho nacho kimetoka kwake. Lakini kwako wewe Mungu ukimwona kama tishio, hatari, kama vile anakuzibia pumzi ya kufanya mambo yako, ndipo hapo mtu unaona anaanza kumweka Mungu katika level au katika usawa na binadamu. Unaona mtu anajificha gizani kutenda dhambi, anaenda kutenda dhambi katika kificho, anafikiri Mungu ni mwanadamu, haoni ni usiku kuna giza, Mungu haoni. Juzi kuna padri alikuwa anatufundisha mafungo mwaka huu Januari.
akawa anatuambia, akasema akazizi mkamanya kazizi. Akazizi mkamanya wale mnaokunywaga. Unaweza ukawa labda umeshika pombe zimekumwagikia kidogo, ukaona kazizi kanakuja kwenye mkono wako. Kakishtuka kwamba umekaona, kanatembea hapa, kanaingia huko, eti kamejificha. Yaani kama kwenye mkono wako akazizi. Ili usikaue kanaingia huko. Unakaangalia kazizi. Ukifanya hivi, sikama kui. Sasa akasema na sisi tuko hivyo. Wewe tuko duniani hapa tunafikiri sasa sisi. Mtu yuko hapa duniani anafikiri Mungu amuoni. Anaenda guest house usiku. Anajiita anajificha Mungu asimuone. Tutatenda dhambi. Hawa anaiba, anasubiri kiza. Anafungua mbuzi wa mtu pale. Yaani Mungu amemweka kwenye level kwamba hapa nipo jificha hata Mungu anione. Wewe unashana kazi hizi. Ulia mkono gongo mtu pale. Unaenda kujificha huko. Mungu anaanza kufanya hivi. Upo. Mara nyingi tunapotenda dhambi, makosa tunayofanya ni kwa sababu tunakuwa tumemweka Mungu, tumemshusha, yani anaonekana Mungu wetu, yani tumemweza, yani hapa hatuoni, sisi ni gangwe. Alafu yeye kuna siku anatushutua kidogo kama 2016. Mnakumbuka alichokifanya? Alitikisa kidogo. Mimi nilikumbuka nilikuwa Mwanza, Kirumba pale. Niliona magari pale nje yanafanya hivi. Kumbe Mungu alikuwa ametikisa huko maeneo fulani huko. Iungo mpaka Mwanza magari yalitikisika kidogo hivi. Watu wakatafutana, nyumba zikaporomoka. Mtu anajificha kwenye nyumba, alafu anaona ukuta unamfuata. Kazi hizi kameingia. Ndio maana Mungu cha kwanza ametuumba ili tumjue. Ukishamjua Mungu ni nini na ni nani kwako, mimi nakwambia mahusiano yako yatakuwa mazuri sana. Ndio maana ninyi leo mnaimarishwa ili mumjue Mungu. Akili yenu imjue Mungu. Kwamba Mungu wetu ni mwenye huruma, lakini mwenye haki. Ndio maana mtu akifariki tunasema ametangulia mbele ya haki. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hata kulazimisha kwenda mbinguni. Hata akikulazimisha kwenda mbinguni wakati wewe ulikuwa wa motoni, mbinguni kwanza utajiona mwenyewe ufai. Kwa sababu mbinguni ni upendo. Alafu wewe ulikuwa ni mtu unayeishi kwa chuki, mbinafsi, yani utataabika kule. Ndio maana kwa haki kabisa unaenda unapokustahili. Na wafikiri watu mara nyingi wanafikiri Mwenyezi Mungu wanapanga foleni kama tunavyopanga foleni kuchukua chakula mezani. Watu wanapokufa kwamba wako kwenye foleni sasa, Mungu amekaa kwenye kiti anahukumu mmoja mmoja. Wewe umekuja leo asubuhi. Yaani ni automatiki. Unapofariki ama ni mbinguni moja kwa moja, ama unapita nani pale Kemondo. Juzi waliokuwa kwenye hija pale alituambia ukipita Toharani ni kama meli inapita Kemondo kidogo. Pakia mizigo. Au unaenda moja kwa moja wapi? Motoni ukiwa na dhambi za mauti. Tuko pamoja hukumu ni hapo kwa sababu Mwenyezi Mungu hahitaji foleni. Foleni ni ile mtu anayesubiri Toharani. Kila mtu unakokustahili unaelekezwa. Kwa hiyo ni hukumu inayokwenda mara moja. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ni muweza wa yote. Kama ni vitabu vyako vinajulikana, shapa pekua tayari. Kwa hiyo tuishi kwa upendo na huruma. Kwa sababu tunajua Mungu wetu ni Mungu wa namna gani. Amejaa huruma na neema. Na ni Mungu wa haki. Kwa hiyo mjue Mungu wenu. Mmefundishwa juu ya tabia ya Mungu, uwezo wa Mungu, na mengine mtajifunza taratibu. Ndio maana tunawaasa na wazazi muendelee kuwa walezi wema kwa watoto wao. Kwa sababu bado Mwenyezi Mungu na kanisa wataendelea kuwafundisha watoto wao kupitia kwenu ninyi. Maisha yenu yawe maisha ya mfano kwao. Na ninyi kama wazazi kumbuka mnafanya kazi ya Mungu. Kwanza
ya kushiriki katika uumbaji wa kuwaleta hao watoto vijana hawa duniani. Kwa hiyo lazima muendelee kufanya kazi ya Mungu ya kuwaelekeza vema. Ndio maana amri ya 4 inasisitiza, wazazi mjihadhari msitende dhambi mbele ya watoto wenu. Kuweni mfano mwema kabisa kwa watoto wenu, ili kile wanachokijua juu ya Mungu wakione kwenu ninyi kama wasaidizi wa karibu wa Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kumjua Mungu, ametuumba akatuweka duniani ili tumjue. Baada ya kumjua, tumpende na kufanyaje? Na kumtumikia. Kumpenda Mungu na kumtumikia, sasa hapo ndo unatumia utashi wako. Kwa sababu tayari umeshamjua. Sasa unaamua kwa uhuru kabisa kumpenda au kumchukia, kumtumikia au basi kuachana naye. Na hayo utakayofanya maamuzi ndio atakayokuwezesha kuishi naye milele wapi? Wapi? Ndio. Hebu niwaulize swali. Hivi Mungu aliyekuumba ili umjue, umpende na kumtii, sawa? Usipompenda inakuwaje? Usipompenda Mungu inakuwaje? Na wauliza ninyi wana Kipaimara, usipompenda Mungu inakuwaje? Utaenda mbinguni? Utaenda mbinguni? Usipompenda Mungu utaenda mbinguni? Utaishia wapi? Sema kwa sauti. Motoni. Motoni mnapajua? Ndio, wamefundishwa. Wamefundishwa kwa Kiswahili, sio inasemaje? Mimi naijua kwa Kiai. Mwabantu ababi. Umulironi mwabantu ababi. Abalisha sira liona na stani. Wabaya wote. Watu wasiompenda Mungu ndio wao wabaya. Wanaishi huko. Ila ukimpenda Mungu unaenda wapi? Na Mungu unampendaje? Umewahi kumuona Mungu? Hamjawahi kumuona? Injili ya Mathayo inatuambiaje? Sura ya 25. Pale katika hukumu ya mwisho, anasema Mwenyezi Mungu ataweka wale wengine mkono wake wa kulia na wengine mkono wake wa kushoto. Wale wa kulia atawaambia, ninyi nilikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu, mkafanyaje? Kaninywesha. Nilikuwa uchi, mkafanyaje? Mkanivika. Nilikuwa kifungoni na nilikuwa mgonjwa, mkaja kufanyaje? Kunitembelea. Akasema, ni lini tulipokuona tukakuhudumia? Anasema, mlipowadhudumia, mlipowafanyia, mlipowatendea wale wadogo, mlinitendea mimi. Kumbe Mwenyezi Mungu anatujia sisi kwa njia ya wahitaji, kwa njia ya watu wote wanaohitaji huduma zetu. Anatujia kwa namna nyingi. Hiyo ni njia mojawapo. Kwa hiyo unapomhudumia mhitaji, maskini, mgonjwa, ukamtembelea hata mfungwa kifungoni, sio kwenda kumbeza, kumtukana, kwenda kumwambia jamani, pole, hapa huko naandaliwa, unapigwa msasa ili urudi kwenye jamii ukiwa mtu mpya. Yawezekana mimi sijakamatwa, ila basi usikate tamaa. Unamfariji, anaona kwamba kule gerezani watu tunawapelekea pia huduma za misa. Wafungwa wapo. Wananolewa, wanarekebishwa ili waje kujiunga tena na jamii wakiwa wapi. Kwa hiyo hata kuwatembelea wafungwa, wana mahitaji yao kule ya msingi kabisa ya kiutu, ukawapelekea chochote, ukawapelekea sijui sabuni na nini. Unapofanya hivyo unamtendea Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapitia kwao. Kwa hiyo mtu akikuuliza umemwona Mungu, sema ndio. Niwaulize sasa, umewahi kumuona Mungu? Ndio. Sasa Mwenyezi Mungu anapita kwenye kanisa lake, anapita kwa watumishi wake. Ukishamwona baba paroko hapa, kupitia kwake unamuona Mungu. Jirani yako mwema, yule jirani yako mwema. Jirani yako anapokuja kwako kuomba chochote, chumvi, moto, ameishiwa kiberiti, ukamsaidia. Jamani, umemhudumia nani? Kristo alipokutana na Paulo akienda Dameski kukamata wa Kristo, alipompiga pale akaanguka chini, akamwambia, wewe ni nani Bwana? Akasema, mimi ni Yesu Kristo unayenidhulumu, unayenitesa, unayeninyanyasa.
Paulo wakati ule akiitwa Sauli alishangaa. Mimi nakamata wa Kristo. Halafu inakuwaje wewe Yesu Kristo unasema ni mimi unayenikamata? Tangu siku hilo Paulo akajua, Sauli akajua kwamba kumbe ukimnyanyasa Mkristo umemnyanyasa nani? Yesu mwenyewe. Kumbe unaona, ukimwona Mkristo mwenzako ujue umekutana na Yesu. Sasa na wewe Mkristo sio kumwaibisha Yesu. Sasa mtu akikuta mtu ana kipaimara hivi, anarudi jioni nyumbani, wewe unapita kwao pale umelewa, unajimwagilia. Unajua kujimwagilia? Unajimwagilia hadharani. Halafu sema mimi ni Mkristo kwa hiyo umemwona Yesu. Yesu anayejimwagilia. Unakuwa unamwaibisha. Ndio maana tunapotenda dhambi ndugu zangu, tunamsulubisha Kristo mara ya nyingine, mara ya tena. Unamsulubisha Kristo tena na tena, unamrudisha msalabani. Kristo huyu mfufuka unamrudisha Kalvari. Maana yake unamdhihaki, bado unamtundika msalabani kiwa na taji la miiba kichwani. Bado unamchapa viboko, unamtemea mate kwa kutenda dhambi. Kwa hiyo ninyi wana Kipaimara, leo hii mnaimarishwa katika akili na utashi wenu, ili baada ya kumjua Mungu basi mumpende na mumtumikie. Mumtumikie kwa kuwahudumia wenzenu wenye mahitaji, hata kwa umri wenu huu. Ndio maana leo mnapewa Kipaimara kwa sababu tayari mmeshathibitishwa kwamba ninyi mnaweza kutenda matendo yanayoonekana ya Kikristo, matendo ya huruma na upendo. Mkiwa shuleni huko, pendaneni katika tofauti zenu. Msio watu wa kubaguana kwa sababu ya tofauti za rangi, tofauti za makabila yenu, tofauti za itikadi za wazazi wenu, tofauti hata za dini zenu. Ninyi kama Wakristo mkiwa huko nje, jamani, wapendeni watu wote. Wapende hata wale wasiowapenda. Ndio Kristo ametufundisha hivyo. Wapendeni hata maadui zenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu. Msio watu wa kulipiza visasi. Mnanisikia, mnaniangalia tu? Nakusikia. Siku hizi tunahimizwa sisi mapadre, viongozi wa dini na nyinyi wazazi kuzijenga na kuzifunda dhamiri za watoto. Watoto hawa tuwafundishe kila mara kutenda mema, tuwafundishe msamaha, tuwafundishe kuchukuliana na kuvumiliana katika tofauti zao. Na tutaweza kuwafundisha vizuri zaidi kama sisi wenyewe tutatenda, tutaonesha kwa vitendo. Ni vibaya sana kuanza kuwaambia watoto wako kwa fulani msiende, kwa fulani sio alimtendea babu yetu sio kitu gani. Jamani, uwajengeni watoto wenu roho ya msamaha, tuweze kuishi pamoja, maana tunahitajiana sana hapa duniani. Mtendee kila mmoja mema kadiri ya uwezo wako. Mpaka pale unasema hapa labda siwezi kuzidi, ndio nimeishia hapo. Na pale unapoishia ndio Mungu anakuja kukusupport. Mnanisikia nyewe vijana? Jamani, mpendane. Mlipokuwa wadogo sana mlikuwa mnacheza pamoja bila aibu, bila kubaguana. Lakini kadri mnavyokuwa mnaanza chuki. Huyu sijui amevaa nguo gani? Huyu baba yake si mtu gani? Hapana. Pendaneni. Pendaneni na dhibiti kila tabia inayowajengea chuki baina yenu ninyi. Ndio jamii yetu itakuwa na afya. Tukaweza kutembea bila wasiwasi barabarani mchana na usiku. Zamani watu walikuwa naogopa wanyama wakali. Zamani walikuwepo wanyama wakali. Lakini siku hizi watu wanaogopa kutembea usiku kwa sababu wanaogopa binadamu wenzao. Kweli si kweli? Ukiona mtu anaogopa kwenda nje mpaka atafute mtu wa kumsindikiza, unadhani atakutana na chatu? Atakutana na simba? Anaogopa, ajui jirani yangu huyu. Nina wasiwasi na jirani yangu. Mpaka atafuta msaada wa tochi na mwanga mkali sana. Kimuli. Bila kimuli utoki nje. Tafadhali sana. Kipaimara maana yake nini? Mnaenda kuishi Ukristo wenu. Na ninyi kama Kristo mwenyewe alivyosema, yeye ni njia, ukweli na uzima. Muangaze. Waangazie wengine
Waliokata tamaa wawe na matumaini. Waliojaa uchuki basi upendo utawale. Ninyi 72 ni namba nzuri sana ya kuanzia, ya kuleta matumaini ambao labda yanaanza kupotea kwa baadhi ya watu. Naongea haya akamera balinsi baligurukuhulira. Hawa vijana kwa huruka yao sina uhakika kama wananisikia na wananielewa. Lakini nyinyi wazazi mnanisikia. Mimi nawaambia nini kimsingi? Kwa sababu watoto hawa wataondoka hapa, mtaondoka nao. Uelewa wao mwingine inawezekana hujafika katika viwango ambavyo sisi tunaelewa. Lakini ukiona wewe umekuwa chanzo cha chuki, chanzo cha wasiwasi kwa mwenzako, kwa jirani yako, watoto wako, wazazi wako, ujue wewe unaleta giza duniani. Wakati Kristo alishawasha mwanga. Mwanga tuliowasha ule wakati wa Pasaka usiku. Na kila mmoja akachota pale. Ili sisi twende kuwashiana. Mtu asipo mtu akujikwaa katika maneno yangu, katika matendo yangu. Tushikane mikono kupelekana katika uzima. Mungu wetu ni mwema sana. Bado anaibua baadhi ya watu wa kutusaidia kutuletea matumaini. Na leo hii anatupa zawadi ya vijana wa 72. Tusichukulie poa kipaimara ya leo. Tuone matumaini katika vijana hawa. Sitegemei kati ya hawa tutapata wezi humu. Kuna mwizi humu? Kuna mwizi? Hapana. Sitegemei kati yenu atokee mtu wa dhuluma, wa kuzima haki za wengine kati yenu. Yumo? Hapana. Nendeni mkawe chumvi ya ulimwengu. Nendeni mkalete matumaini. Ndio maana mtatumwa hapa, mtakuja kushika Biblia na kuapa. Mtapewa na vitabu vya katekisimu. Mnatumwa kwenda kuinjilisha. Kazi ya chumvi ni kuondoa uozo katika jamii. Mnaenda kuwa chumvi ninyi, pamoja na kuleta ladha nzuri. Anza na dhamiri zenu ninyi wenyewe na nafsi zenu ninyi wenyewe. Alafu eneza upendo huo kwa wazazi wenu na ndugu zenu waliowatangulia. Alafu majirani zenu. Tuwe na jamii inayopendana, inayojali utu wa wengine na kulinda haki za kila mmoja. Tunawashukuru ninyi wazazi ambao mmewaleta watoto hawa na mmewasaidia wakaandaliwa mpaka hatua hii. Hongereni sana wazazi na tunawashukuru sana. Tunajua mmejinyima sana. Wakati mwingine labda mmeona maandalizi haya ni magumu, mkubali shonga nini na nini. Lakini hiyo ni kweli. Hakuna jambo jema linalotokea lele mama. Hata mti mzuri ulionyooka unakutwa katika msitu mnene, mzito, ambapo miti imebanana. Ili uweze kuufikia na kuukata kuna mahangaiko makubwa sana. Unapoona unapitia katika magumu na mahangaiko, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuandalia jambo jema. Ndio maana kanisa Katoliki litabaki kuwa kanisa moja takatifu la mitume. Kwa sababu ni kanisa ambalo linatambua kwamba katika wakati mwingine ugumu ndipo kunatokea utamu. Ndipo kunatokea ufanisi. Ndio maana Kristo mwenyewe aliamua kutukomboa kwa njia ya msalaba. Ukitaka lele mama olera unataka ubatize mtoto, huko hata niuliza jumuiya, hata niuliza nini? Yapeleka. Lakini ni ubatizo huo. Naenda wanazamisha mtoto. Hakuna naye kuuliza chochote. Wengine wanakwepa hiyo misingi ya kawaida. Lakini mtoto uliyemhangaikia, mimi nakwambia utamthamini. Hata fedha unayoifanyia kazi, umesota, umefanya kazi, umepasua mawe, umekata nyasi, hizo mingapi ukalipwa hiyo 20,000. Huwezi kuitumia ovyo ovyo. Unakumbuka jasho lako. Unakumbuka mvua ile kunyeshea. Unailinda. Lakini hela ya kuokota tu ghafla 10,000. Yaani hata ifiki nyumbani.
haina budget. Ile ya ghafla. Na imani sio imani yetu hatupaswi kuiokota. Unaokota imani. Kristo amekufa msalabani. Ametoa kila kitu cha kwake chote. Hapa alipo. Na hapo tunakokaona wamama tu walikuja wakakafunga. Akakuwepo. Sasa tukikaondoa kweli tutakuwa na aibu ya kuja kusali hapa. Lakini alikuwa ametoa kila kitu. Nguo zake maaskari wakachukua. Wakapigia kura. Marafiki zake kawagawa wote. Kawatoa. Yohana kwa Bikira Maria kwa Yohana. Kagawa. Roho yake kamkabidhi Mungu Baba. Mwili wake kakabidhi kaburi. Kwisha. Maumivu yote hayo nadhani ni mchezo. Usikimbie msalaba. Usikimbie mateso na mahangaiko unatafuta vitu vya dezo. Hakuna cha dezo. Mimi nilikuwa naangalia hata watu wengine ambao wanahamia wanaotoka dini nyingine labda wakaja. Akishaingia katika imani hii, huyo mtu unaweza kumuona anakuwa mwaminifu, anakuwa anapambania imani yake kwa sababu anakumbuka alivyoisotea mpaka anapokelewa. Na sasa tumpokee mtu hivi, lazima afundishwe, afanyeje, kuna ibada ya kumpokea na kadhalika. Sisi wakati mwingine tunachukulia poa, tumeibuka ukakuta umebatizwa, hujui wazazi wako walihangaika kiasi gani. Na ndio nini wazazi lazima watoto hawa, vijana hawa muwaoneshe thamani ya imani hii. Wasichukulie poa. Ni maana kanisa muda wote tutawaambia fuata taratibu. Kama hutaki kufuata taratibu, tafuta dini nyingine. Kama unafikiri kuna wokovu. Lakini kanisa letu ni kanisa la taratibu. Siku hizi kuna changamoto ya vyeti. Watu wanakuja kufunga ndoa, wanasajili ndoa zao. Mtu analazimisha, uniandikie jina la NIDA. Jina la NIDA ndio lipatikane kwenye cheti. Sisi vitabu vyetu vyote vina majina yako ya ubatizo. Wewe ulienda ukabadilisha majina huko shuleni kwa kuwa una vyeti vingine vina majina tofauti, unalazimisha sisi tufute vitabu parokiani ili tuandike majina yako ulioyaibua baadaye. Hivi unaweza kuzaa mtoto akaonekana mfanani, unamfanyia mzazi operation ili afanane na mtoto? Mnijibu. Yaani unafanya mtoto unampeleka theater wamkatakate mashavu ili afanane baba yake. Yaani unampeleka theater mzazi ili afanane mtoto. Tunafanya hivyo kweli? Yeye mtu analazimisha, mimi nimeenda huko wakaniambia utapata bima kama cheti chako cha ndoa hakitakuwa na majina ya NIDA. Sasa NIDA zimekuja juzi. Sisi tayari tuna vitabu vyetu vya ubatizo, majina yapo. Katikati mkayabadilisha. Sasa hivi kweli, yani NIDA mtoto huyu tuanze kufumua vitabu vyote vya kanisa, kubadilisha majina. Sasa mimi ambacho kingine kimenishangaza, tunajua kuna utaratibu hata wa kimahakama. Mtu ukitaka majina yako utambulike, unaenda unaapa kule, kuna viapo vya aina mbalimbali. Ili unathibitisha kwamba majina yaliyoko huku na yaliyoko huku yote ni majina yangu. Ukisha niletea kiapo hicho, sihitaji kubadilisha majina. Lakini bado hawahitaji hata hicho kiapo. Sasa jiuliza, si mihuri wamepewa hao wana sheria? Sasa mwisho wasema kanisa Katoliki, sio kanisa Katoliki ndugu yangu. Ni nidhamu ya maisha. Lazima tuwe na nidhamu. Nyinyi wengine mnajua jinsi mlikuwa mnahangaika wakati huo mpaka wanawatuma nenda, wanajua document ambazo hazichakachuliwi zinapatikana wapi. Sisi watu chakachui document. Sasa mimi nawaambia, unafunga ndoa ili upate bima au unafunga ndoa ili muishi pamoja kwa upendo, mlee watoto wenu vizuri? Kwa hiyo unaona wengine wanafunga ndoa ili wamepata kazi ili apate bima kwa ajili yake na mke wake. Hao watu hawako kwenye maisha ya familia, wako kwenye matibabu. Jamani, mimi naisisitiza hili kwa sababu gani? Tunapata malalamiko, kanisa halitaki kubadilika.
Lakini sitaki kubadilika. Hata Yesu aliwaambia ambao hataki kula mwili wangu na kunywa damu yangu, jamani, msihangaike nao. Ukweli ndio huo. Alikuwa anajua alichokuwa anakifundisha. Kwa hiyo na ninyi ukifikiri kwamba utaki kutaabika duniani, ujue umekosea ufuasi. Kristo amesema anataka kuwa mfuasi wangu, awe tayari kujikana mwenyewe, kujitwika msalaba wake na kufanyaje? Na kunifuata. Tafadhali sana. Ukitaka mambo njia ya Dezo, utapotea. Mtumia juani, ulia kivulini. Haraka haraka? Kingine kipi kinaendana hapo? Polepole ndio mwendo. Wakati mwingine njia ya mkato huwa ni ndefu sana, bado ungezunguka. Unapita njia ya mkato unakutana na miiba. Inakutundugura, nafika nyumbani damu zimejaa miguuni. Hata ulichokuwa unawahi wala hakionekani. Ndio hiyo mtu anataka pasi mtihani wake, anaibia mtihani, anakamatwa, hata vipindi alivyofanya kwa uaminifu vyote vinafuta. Nenda polepole. Maneno mengine tunayataja kwa tahadhari. Sasa polepole huwezi kujua kama umeongea Kiswahili au jina la mtu. Muipende imani yenu, lipende kanisa lenu. Chakalika. Fanya kazi. Achana na njia za mikato za miujiza hii fake. Na watu wameshajua kwamba sasa jamii yetu ni jamii ya kizembe. Kizembe inahitaji mafanikio bila kupambana. Inahitaji kushinda bila kushindana. Kafra mtu anakutumia message, umeshinda milioni 6. Ili kuipata piga simu. Sasa wewe kama umenizawadia milioni 6, kwa nini usinipigie wewe ukaniletea? Lakini mtu anaona tayari nimeshafanikiwa. Umeliwa. Ishike imani yenu ninyi Kipaimara, tupotezi muda hapa. Tumesitisha ratiba za leo kwa ajili yenu. Kesho tunawakuta mnatangatanga, mnatafuta miujiza ambayo haipo. Hapo nasema tumekuwa Wakristo imara, hakuna uimara wowote hapa. Na ninyi wazazi, tafadhali kuweni mfano. Nasisitiza tena hapa. Okubumbwiga. Vitu vingine sivijui kwa Kiswahili ninavyohitaji. Kiswahili na chenyewe sasa hakipendezi. Kubumbwiga ndo nini sasa? Tangatanga. Wenda mtu akafikiri naongelea Tanga ile ya nani kule. Mbona kubumbwiga? Mnajua kubumbwiga nini? Kuuzima. Mtabumbwiga. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Yesu yupo. Tena amepanda kukaa nasi katika Ekaristi Takatifu. Njoo mwambie habari zako. Nimepata taarifa pale kwetu kanisa kuu kwamba kuna mama fulani, mama kijana hivi Muislamu. Kila siku anakuja kanisa la kuabudia pale kusali. Kuna muumini amemuona, ni jirani yake, akamuita. Walipofika nyumbani akamuita. Akasema kila wakati nakuona unakwenda kule. Wewe sio Muislamu? Akasema mimi ni Muislamu. Sasa kwa Yesu wa Ekaristi unaenda kufanya nini? Akasema mambo yangu yanavurugika, kila ninapokwenda kule nafanikiwa. Akasema sasa si nani uje ubatizwe? Akasema mimi nafanikiwa. Mbona nafanikiwa? Kwani nimeshabatizwa? Sasa wewe unaona, nyinyi wakati mwingine mko pale, wenda watu wasijue umuhimu wa Ekaristi kwa pale. Ama wala sio Wakristo wenzenu wako wananufaika. Wananufaika. Niko na mpango wa kufuatilia kidogo, yani nikoze nimuone warao. Yeye mnaamini mfuatilie niongee naye nipate. Lakini yeye amemwambia hivyo. Na kuna naye kuja naye Mkristo mwenzetu, anayekuja naye. Anasema mimi kila ninapokuja huko nafanikiwa. Kwa Yesu wa Ekaristi. Sisi wala hata kupita ukainamia. Kuna mtu anaenda chooni, anaenda chooni. Akipita anaenda chooni, natoka chooni anapita pale kama vile hakuna chochote. Muislamu ametoka kule, anaenda kwa Yesu wa Ekaristi. Mtabumbwiga. Nasikia ni wana Kipaimara. Mwambie mwenzako, utabumbwiga. Mwambie hata kama hujui Kiswahili. Kiai. Tabumbwiga. Uwe Mkristo imara. Acha kubumbwiga. Hiyo kutangatanga ni haileti kabisa nani. Basi mimi nawatakia kila la heri. Sawa? Nimesikia mnaimba wimbo hapa na mtauimba muda mwafaka. Nimezaliwa kwenye moja. Huu umeshakuwa kama wimbo wa taifa sasa hivi. Nimezaliwa kwenye moja, si ndio hivyo au navikosea? Huu wimbo yani naupenda sana. Lakini tusiwimbe tu kwa miemko.
tuimbe tukitafakari. Dunia sasa hivi imevaa kaptura. Imevaa kaptura. Tujiadhari, tuwe makini na kile tunachokisali. Imani yetu ionekane katika namna tunavyoyazimisha, lakini haya tunayoyazimisha yaonekane katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa